Yesu, mwambie Mungu astawale mahali hapa. Ninatamani majeshi, nataka maombi hapa, nataka maombi hapa. Leo ni siku yetu ya mwisho, leo ni siku yetu ya mwisho. Kuna watu ambao shetani ameonyesha kwamba mambo ya dunia sio mambo ya maana, lakini jambo la Mungu sio la maana. Kwa Mungu hapa kazi yetu rapa karama karama, hata mbingu zifunguke kwa ajili yako leo, hata mbingu zifunguke kwa ajili yako leo, hata nguvu za Mungu zishuke mahali hapa leo. Rapa karama sana rapa karama, rapa karama sana rapa karama, rapa karama rapa sana rapa karama sana, rapa karama sana rapa karama, rapa karama rapa sana rapa karama, rapa sana rapa karama, rapa karama sana rapa karama, rapa karama rapa sana rapa karama, rapa karama hata mbingu zifunguke leo kwa ajili ya maisha yako, hata mbingu zifunguke leo kwa ajili ya maisha yako, hata mbingu zifunguke leo kwa ajili ya watu wako, hata mbingu zifunguke leo. Rapa karama sana, rapa karama sana, kuna mbele za Mungu, kuna Mungu, rapa sana, rapa karama, rapa sana makuna, rapa karama sana, 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 rapa karama, rapa karama sana, rapa karama, rapa karama. Tunaachilia uwezo wa Bwana ukashuka mahali hapa, tunashusha nguvu ya Bwana ukashuka mahali hapa, uwepo wa Bwana ukashuka mahali hapa. Ninamuru moto lao ushuka kwenye makanda ya mpira, ushuka kwenye hizo baa, ushuka kwenye hizo baa, ushuka kwenye hizo baa, ushuka kwenye hizo gesi, ushuka ukisika kutana kwa Bwana, ushuka yes, tunatuma moto huko. Kila kijana ambaye ni kusudi la Mungu tunageukia huko. Kila kijana aliyekaa huko ambaye ni kusudi la Mungu, Mungu amemkusudia kwa damu ya Yesu, miguu yake iachiliwe popote alipo, nguvu za Mungu zikamkamate, na kila uchawi wote ukaribike, na kila ambaye amekusudiwa upande huu tunatuma moto lao, tunatuma moto lao, tunatuma moto lao. Tunatuma moto kwenye hizo nyumba za kiganga, kwenye hizo nyumba za kichawi, kwenye hizo nyumba za kipepo. Tunatuma moto, tunatuma moto lao. Ninaamuru wasiwe, ninaamuru wasiwe, ninaamuru wasiwe kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Achilia moto lao, achilia moto lao. Nilipo sana na bakura bayo unapotea juu ya Mungu tunawale
umetuleta mahali hapa. Asante Sanda Rapa Karamanto Rikana Bakuria Mantara Basaya Rakata la Mantara Basaya kwa damu ya Yesu Kristo kila nyumba za kichawi kwa damu ya Yesu mtopita kwa hizo nyumba mtopita kwa hizo nyumba tunaachilia moto lao tunaachilia moto lao tunapata la masa Rakata la Mantara Rikana la Basaya Roho sana la Bakura Roho sana la Bakura tunamuru moto lao ukakomboa hizo familia ukakomboa vijana ukakomboa vijana watu wanaokamatwa na roho za kitano na roho za kichawi na roho za kilaza ninatuma moto lao ninatuma moto lao ninatuma moto lao au vijana watu wanaotazama watu wa kila kitu wanaamua Yesu ewe Shetani umekamata miguu yao ninatuma moto kwenye viwanja vya mpira kwenye mabanda ya mpira kwenye nyumba za kikaba ninatuma moto lao hizo nyumba za kikaba zisizokamata na unakawavu ninatuma moto lao kwa jina la Yesu damu ya Yesu kwa jina la Yesu ninachilia nguvu ya Mungu ikombea vijana, ikombea hiyo familia inaolia, ikombea watoto, ikombea watoto wasiokuwa wasikiliza wazazi wao, wakombolewe kwa damu ya Yesu, wakombolewe kwa damu ya Yesu. Saje neema yako mahali hapa. Asante Yesu Kristo. Ulituma neno lako liponye. Wewe ni Mungu mponyaji. Wewe ni Mungu. Wewe ni Mungu. Weka biti yake. Utuponya. Wewe ni Mungu. Tuanze. Naomba funika macho yako uwanja mzima. Tafakari sana hiyo neno. Haleluya. Funika tu macho yako, tafakari. Na ule uko nyumbani unasikia sauti hii, tukukaribisha kwenye viwanja hivi. Tumlilie Mungu kwa ajili ya familia yako. Tumlilie Mungu kwa habari ya biashara yako. Tumlilie Mungu kwa habari ya kesho yako. Na kumlilia Mungu kwa habari ya maisha yako yetu. Ndio Bwana. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Ulitumane
Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hebu mshangilie Yesu kwa makofi mengi mengi. Kwa Bwana, haleluya. Basi leo ikiwa ni neema na kibali, leo ikiwa ni siku yetu ya pili na tukiwa na kichwa cha somo kinachosema siri na kanuni ndani ya Biblia ili tuweze kumshinda shetani. Siri na kanuni ambazo zipo kibiblia ambazo tunaweza kumshinda shetani. Jana tulizungumzia pointi ya kwanza na ya pili. Kwa siku ya leo tunaendelea na ya tatu na tutahama kipengele, tutaenda kwenye kipengele kingine. Basi pointi ya leo, siri mojawapo namba 3 kama unaandika. Shetani anaweza kujigeuza na kuwa mfano wa malaika, na pia ana uwezo wa kuwageuza watumishi wake wawe sawa na mfano wa watumishi wa haki au watumishi wa Mungu. Shetani ambaye tunapambana naye, unapaswa kuelewa ya kwamba ana uwezo wa kujigeuza awe mfano wa malaika wa Mungu au malaika wa nuru, ila shetani ana uwezo wa kujigeuza awe Mungu. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na pia shetani huyu ana uwezo wa kuwageuza watumishi wake wawe sawa na watumishi wa haki. Ndio hawa ambao tunawaona ni manabii wa uongo. Bwana asifiwe. Wamegeuzwa, wanaonekana kana kwamba wao ni sawa na watumishi wa Mungu aliye hai, lakini kwa kweli kabisa wao ni mfano wa watumishi kama unavyoniona hapa. Kwa hiyo anaweza akawa mfano, lakini sio reality, yani hana ule uhalisia. Lakini pia shetani mwenyewe baada ya kufukuzwa mbinguni alipoteza ile asili ya malaika. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kiswahili ni kigumu. Yani ile asili ya kuwa malaika alipoteza, akawa ni mtu wa ovyo, wa kudharauliwa, wa kutisha. Bwana asifiwe. Lakini Mungu anasema kwamba, au 20 tunasema kwamba shetani ana uwezo wa kujigeuza awe mfano. Sema mfano. Bwana Yesu asifiwe. Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kuna kitu ambacho ni real, kitu ambacho ni halisi na kitu ambacho ni mfano. Shetani mara ya kwanza alikuwa malaika, lakini baada ya kuasi ile asili ya umalaika ikaondolewa ndani yake, akavaa sura ya kinyang'anyi, akavaa sura ya uwaji, akavaa sura ya kigaidi. Lakini ana uwezo wa kujigeuza awe sawa na mfano wa malaika wa nuru. Pia ana uwezo wa kuwageuza watumishi wake wawe sawa na watumishi wa nguvu za giza, wawe sawa na watumishi wa Mungu aliye hai. Ndio hawa tunaosikia ni manabii wa uongo. Anaonekana kwa kawaida kwamba ni kama mtumishi kabisa, ambaye anaweza akakuombea, anaweza akatamka neno juu yako, anaweza akakuongoza kwenye mambo mengi, lakini anapokupeleka ni jehanamu ya moto. Yesu asifiwe. Wakorintho wa pili mlango wa 11 mstari wa 14 tunapata hichi nilichokuambia. Wakorintho wa pili mlango wa 11 mstari ule wa 14, neno la Bwana linasema, wala si ajabu, maana shetani mwenyewe hujigeuza awe mfano wa malaika wa nuru. Mstari wa 15, basi si neno kubwa watumishi wake nao wakijigeuza wawe mfano wa watumishi wa haki, ambao mwisho wao utakuwa sawa sawa na kazi yao. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo sisi kama Wakristo lazima tuelewe ya kwamba tunayepambana naye ana uwezo wa kujigeuza awe mfano wa malaika wa nuru. Usije ukatokewa na malaika anakuambia usiende kanisani ukasema ni malaika wa Mungu. Bwana asifiwe. Asije akatokea mtumishi yoyote akasema ukivaa kimini au ukivaa ovyo ukienda kanisani Mungu atakupokea. Huyo ni mtumishi
uwezo wa shetani. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Akija mtumishi yoyote akasema kwamba wewe nenda kanisani, lakini kwa waganga usiache, kwa sababu asili yetu inatokana na madawa ya kienyeji, mwambie wewe ni shetani kama mashetani wengine. Bwana Yesu asifiwe. Watumishi wanageuzwa, wanakuwa sawa na watumishi wa haki. Namna nzuri ya kuweza kuwatofautisha ni lazima uwe na Roho Mtakatifu ndani yako. Usipokuwa na Bwana ndani yako, huwezi ukatofautisha ukasema huyu ni wa kweli, huyu ni wa uongo. Na tena ukicheza, shetani atakuletea kwenye akili zako, yule wa kweli utasema uongo, yule wa uongo utasema wa kweli. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema kwamba watakuwa sawa sawa na kazi yao. Kwa hiyo manabii wa uongo tutawagundua sawa sawa na kazi yao, mwisho wa kazi yao. Kwa mfano, kwa haraka, kuna ile moja linajiita Zumaridi, mmeshalijua? Bwana Yesu asifiwe sana. Halina adabu kabisa popote lilipolisikie. Bwana Yesu asifiwe. Anaonekana wazi kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tusipokuwa na Yesu ndani yako, huwezi ukatofautisha huyu ni shetani, huyu ni malaika wa Bwana, huyu ni mtumishi wa kweli, huyu ni mtumishi wa uongo, kwa sababu wanakuja katika uhalisia. Wanakuja katika uhalisia, ila ni mfano. Bwana Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Naomba simu mbili hapa. Wala si ajabu Mungu anasema na sisi, wala si ajabu. Yani sio kitu cha kukushangaza. Ana uwezo huo. Bwana asifiwe. Na kama ana uwezo huo, ana uwezo wa kujigeuza akawa hata mdudu, akawa inzi, akawa chochote. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu asifiwe sana. Hapo na simu mbili. Sasa mngeleta zile lingana sasa. Hebu mwenye simu kubwa kubwa hivi. Ni majeshi vipi mnazubaa? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo sio kitu cha kukushangaza mama, kwamba kumbe shetani anaweza kujigeuza. Sikia, hata wewe mwenyewe una uwezo wa kujigeuza chochote. Sema amen kwa jina la Yesu. Sema amen kwa jina la Yesu. Sikiliza nikwambie, hata kama watu wana uwezo wa kujigeuza wasionekane, nataka nikwambie wamejigeuza wasikuone. Lakini hata wakija usiku huo wanaweza wasikuone pia. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa wakati mmoja nilikuwa nimelala, akaja mshirikina. Alipotazama pale kitandani hakuniona, wakati mimi namuona. Alafu nasikia sauti anasema, leo mbona hayupo, leo mbona hayupo, wakati nipo nimelala. Bwana Yesu asifiwe. Ndipo hapo nikagundua kwamba kumbe ukiwa na Mungu ndani yako, wao wanakuja kwa namna nisiwaone, lakini kumbe na wao hawanioni ndani ya kuniona. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ndani ya nguvu za giza sisi hawatuoni, na pamoja na wao wana uwezo wa kujigeuza tusiwaone. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ukiwa ndani ya Yesu, wakija usiku hawakuoni na wewe upo. Yani anakuja kwamba anaingia hata kama ni kwenye kona ya nyumba, anaingia fup, akiingia anadhani wewe umuone. Halafu akifika anakukuta upo, kumbe upo. Nani mjanja sasa? Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa nimekuja hapa na simu mbili. Umeziona hizi simu? Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Yes. Hapa kuna moja ni original na nyingine ni fake. Moja ni halisi, nyingine nini? Ni mfano. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Unaweza kutofautisha kwa haraka? Huwezi ukatofautisha. Usipokuwa na maarifa unaweza kutofautisha. Ila mtu mwenye maarifa kuhusiana na simu anaweza kufanyaje? Kwamba akiangalia hii
Bwana Yesu asifiwe. Hauwezi kutofautisha. Wamekuja watumishi wawili hawa, ukiwaangalia kwa namna ya nje huwezi kutofautisha. Huyo wa kweli shetani atakwambia ndo muongo, alafu yule uongo atasema nini? Kwa hiyo ukiwa na maarifa kuhusiana na simu, utakuwa na uwezo wa kutofautisha ipi original na ipi ni fake. Kwa hiyo ukiwa na maarifa ya Mungu, utakuwa na uwezo wa kutofautisha huyu ni wa kweli, huyu ni waongo. La sivyo tutabaki tu tunahubiri kwamba manabii wa uongo hapo, manabii wa uongo hapo, lakini namna ya kuwatofautisha hatujui. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kubadilika kwa shetani, kujigeuza kwa shetani kusikutisha hata kidogo katika jina la Yesu. Hata jibadilisha awe nini, hata kuweza kwa damu ya Yesu. Yesu akiwa pamoja na wewe, hakuna atakaye kuweza. Sema amen kwa jina la Yesu. Sema amen kwa jina la Yesu. Sema amen kwa jina la Yesu. Bwana Yesu ndani yako, hata wajigeuze wawe mfano malaika, wajigeuze wawe ni watu wazuri, hata waje kwa namna gani, hakuna atakaye kuzuru kwa damu ya Yesu, kwa sababu Yesu yuko ndani yako. Sema amen kwa jina la Yesu. Twende pointi ya 4 kama unaandika. Mbinu zilioko ndani ya Biblia. Shetani anatumia dhambi za mwanadamu ambazo yeye mwenyewe ndiyo kamshawishi azifanye, ili akutenge na Mungu na akufanye uwe mtumwa wa kutumikia kazi zake, na mwishoni uingie pamoja naye katika jehanamu ya moto. Shetani anatumia dhambi za mwanadamu ambazo yeye mwenyewe ndiye kamshawishi azifanye, ili amtenge na Mungu wake na amfanye mtumwa wa kuzifanya kazi zake, alafu mwisho wa siku aende pamoja naye katika jehanamu ya moto. Biblia inasema kwamba kila atendaye dhambi ni wa nani? Wasomaji wa Biblia, kila atendaye dhambi ni wa nani? Kila atendaye dhambi ni wa nani? Ho, nikidanganya mimi ni wa nani? Nikiongea mimi ni wa nani? Yesu, nyosha mkono juu kama una uhakika una dhambi, nyosha mkono juu. Alafu kama hauna dhambi tunakuombea hapa ufe sasa hivi uende mbinguni. Sasa unafanyaje hapa? Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa unataka kukaa kwenye dunia la taabu hivi. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa leo nataka unielewe vizuri. Kila atendaye dhambi, haijalishi yeye ni nani, haijalishi wewe ni mtumishi, haijalishi unasimama wapi, lakini ukitenda dhambi wewe ni wa ibilisi. Lakini ipo neema. Bwana asifiwe. Ngoja uone kitu Mungu anafanya hapa. Anasema hivi, Zakaria 3:1 mpaka 4. Zakaria mlango wa 3 mstari wa 1 mpaka ule wa 4 anasema, kisha akanionyesha Yoshua. Mnamjua Yoshua? Mnamjua Yoshua? Yeah. Kisha akanionyesha Yoshua kuhani mkuu. Sema kuhani mkuu. Kwa sasa hivi tunamuita nani? Mchungaji. Jamani, Yesu asifiwe sana. Kisha akanionyesha Yoshua kuhani mkuu amesimama mbele ya malaika wa Bwana, na shetani amesimama mkono wake wa kuume ili kushindana naye. Bwana akamwambia shetani, Bwana na akukemee ewe shetani. Naam, Bwana aliyechagua Yerusalemu na akukemee. Je, hiki si kinga kilichotolewa motoni? Basi Yoshua alikuwa
amevaa nguo chafu sana, naye alikuwa akisimama mbele ya malaika. Naye huyo akajibu akamwambia wale waliosimama mbele yake akisema, mvike nguo hizi, mvue nguo hizi zenye uchafu, kisha akamwambia yeye, tazama, nimekuondolea uovu wako, nami nitakuvika mavazi ya thamani nyingi. Sikiliza hapa. Nimekwambia shetani anatumia dhambi ili akutenge na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na ukitenda dhambi yoyote, wewe ni wa ibilisi. Sikia sasa. Yoshua alikuwa ni mtumishi wa Bwana. Yoshua alikuwa ni kuhani mkuu kwenye kanisa. Alikuwa ni mtumishi wa Bwana. Lakini Yoshua alikuwa ana dhambi. Sema dhambi. Ambayo hii dhambi inafananishwa na vazi chafu sana. Ndio maana ukiangalia mistari ya mbele, ya huku mbele anasema, kisha akamwambia yeye, tazama, nimekuondolea uovu wako. Sema uovu wako. Uovu maana yake ni dhambi. Dhambi ni uovu. Dhambi ni uovu. Sasa nimekwambia kila anayetenda dhambi ni ibilisi. Kwa hiyo Yoshua alikuwa na dhambi, japokuwa alikuwa anamtumikia Mungu kwenye madhabahu. Kwa hiyo shetani akawa anashindana na yule malaika aliyetumwa kwa ajili ya Yoshua, na yule malaika akashindana na shetani. Bwana asifiwe. Unajua walikuwa wanashindana kwa nini? Walikuwa wanashindana kwa hoja. Sema hoja. Sikiliza. Huyu malaika alikuwa hana uwezo wa kumshinda shetani, kwa sababu shetani alikuwa na hoja. Alafu angalia, shetani yeye ndiye amesimama kwenye mkono wa kuume wa Yoshua. Maana yake nini? Yoshua ni wa shetani. Kwa nini Yoshua ni wa shetani? Kila atendaye dhambi ni wa nani? Sikiliza sasa. Lakini Mungu tunayemtumikia hapa, hata kama umetenda dhambi, akisema wewe ni wangu, ni nani? Sasa yule malaika akawa hana ujanja. Nitakuonyesha na mtu mwingine. Tafadhali naomba msiangalie watoto. Bwana Yesu asifiwe sana. Macho yako yote yanaangalia mimi. Afu watoto wasaidiwe, wasipite hapa mbele. Nasikia majeshi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo shetani alisimama mkono wa kuume wa nani? Wa Yoshua, mtumishi wa Bwana. Kwa nini? Alitenda dhambi, na kila atendaye dhambi ni nani? Ni ibilisi. Kwa hiyo pale shetani anadai ya kwamba huyu ni wa kwangu, alafu malaika unasema unataka umtumie kwa kazi zako. Huyu ni wa kwangu, natakiwa nimtumie kwenye kazi zangu. Sasa malaika hana namna yoyote, anaweza akabisha, akamwambia Bwana na kukemee. Unajua maana yake? Maana yake aliyenituma ndiye akukemee. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Maana yake Bwana ndiye aliyenituma nikamvua ili vazi la uchafu huyu kijana, lakini wewe unanizuia, unasema ni wa kwako. Sasa ni kweli kabisa ni wa kwako, kwa sababu Biblia inasema kila atendaye dhambi ni wa kwako ibilisi. Lakini sasa aliyenituma na akukemee, aliyenituma ni nani? Ni Bwana. Sema ni Bwana. Yupo Mungu atakaokoa vijana wako. Sema amen kwa jina la Yesu. Hata kama shetani amewang'ang'ania, anasema ni wa kwao, tunasema kwa jina la Yesu, Bwana na wakemea wachawi waliokangania watoto wako. Hata kama ni kweli walitenda dhambi na wakawa wa shetani, lakini acha Mungu akawaokoe katika jina la Yesu. Mungu akasimame akawavulia hayo mavazi. Sema ninavua kila vazi chafu kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Twende taratibu, utanielewa. Utanielewa. Angalia Isaya 49 mstari wa 2. Isaya 49 mstari wa 2. Lakini maovu yenu yamewafarakanisha ninyi na Mungu wenu,
kuficha uso wake, msiuone hata hataki kusikia. Bwana Yesu asifiwe. Lakini maovu yenu yamewafarakanisha ninyi na Mungu wenu. Kwa hiyo kitu cha kwanza ambacho shetani anafanya ili kumteka mtu au ili kumtumia, cha kwanza anamsababishia afanye dhambi. Sema dhambi. Ambayo ukishafanya dhambi unafarakana na nani? Na Mungu wako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa lazima tuachane na dhambi ili tusifarakane na Mungu wetu. Dhambi ni kitu gani Bwana? Bwana Yesu asifiwe sana. Achana na huo umbea, achana na huo unafiki, achana na hiyo zinaa, achana na huo uzinzi, achana na huo ulevi, achana na huo umbea, achana nao, hauna faida. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hauna faida. Watu wengi leo hawana muda na Mungu wao. Wana muda na mambo ya dunia yasiyokuwa na maana. Aya, umeletewa mkutano bure kabisa hapa. Mkutano umekuja bure hapa. Wewe badala ya kuja hapa unaenda kuangalia siju mpira. Sikatazi mpira kwamba ni dhambi au sio dhambi, I don't know. Lakini nataka nikwambia kwamba sikia neno la Bwana, umetengwa na Mungu wako. Kwa hiyo shetani anatamani kabisa uje ukutane na Mungu wako. Ndio maana unaona vitu vya dunia vina maana. Nani kakwambia? Wasiangalie hiyo mpira wewe. Najikausha tu hapa. Taziombea hizo TV zungue sasa hivi. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi siwezi nikawa mjinga kiasi hicho. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata mnichukie, najua wote mnapenda mpira hapa. Sikia nikwambie. Wewe mwenzako kwa siku akicheza afunge hajafunga ana milioni 15. Wewe umeingiza shilingi ngapi? Paka wengine wanaweka wake zao bondi. Shauri yako. Kataza kabisa mwanaume kuangalia mpira. Yesu asifiwe. Utawekwa bondi. Shauri yako. Simba akifunga, mke wangu chukua. Kwa ulimwengu wa roho mke fya. Hiyo ndoa hapo ndani hamna kitu. Lakini maovu yenu yamewafarakanisha na Mungu wenu. Kwa hiyo kitu shetani anafanya ni kuwafarakanisha watu na Mungu wao. Mungu anataka kusema na wewe, lakini unaona vya duniani ndio vya maana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Usikubali kufarakana na Mungu wako. Mungu hawezi akakuacha kirahisi hivyo, lakini sisi ndio tunafarakanishwa na Mungu wetu. Yesu asifiwe. Haleluya. Lakini maovu yenu yamewafarakanisha na Mungu wenu. Achana na maovu. Sema na achana kuanzia leo katika jina la Yesu. Sema dhambi zenu zimeuficha uso wake, msiuone hata hataki kusikia. Yaani Mungu mpaka hataki kusikia maisha yako. Ni hatari sana. Bwana Yesu asifiwe. Hebu mshangilie Yesu kwa makofi mengi mengi. Ongeza tena makofi kwa Bwana katika damu ya Yesu. Yupo Mungu atakayetuokoa mahali hapa. Alikufa kwa ajili yako wewe mlevi, alikufa kwa ajili yako wewe mzinzi, alikufa kwa habari yako wewe mwongo, alikufa kwa ajili yako. Nimekuja leo kukuita mahali hapa ukapata kumpata Yesu. Abadilishe maisha yako, abadilishe familia yako, abadilishe uchumi wako, akuponye, akuinue na akurudishe kwenye nafasi. Sema amen kwa jina la Yesu. Sema amen kwa jina la Yesu. Hataki kusikia. Tusimfikishe Mungu katika kiwango hichi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Tusimfikishe Mungu katika kiwango hichi. Yohana wa kwanza mstari wa 3:4 mpaka 10. Yohana wa kwanza mlango wa 3 mstari wa 4 hadi wa 10. Neno la Mungu linasema kila atendaye dhambi afanya uasi, kwa kuwa dhambi ni uasi. Ninyi mnajua ya kuwa yeye alidhihirishwa ili asiondoe dhambi, na dhambi haimo ndani yake. Kila akaaye ndani yake hatendi dhambi. Kila atendaye dhambi hakumuona yeye wala hakumtambua. Watoto wadogo, mtu asiwadanganye. Atendaye haki yuna haki,
na haki, atendaye dhambi ni wa Ibilisi. Kwa kuwa Ibilisi hutenda dhambi toka mwanzo. Kwa kusudi hili mwana wa Mungu alidhihirishwa ili asivunje kazi za Ibilisi. Sema amen kwa jina la Yesu. Sema amen kwa jina la Yesu. Sikia nikwambie, kwa kusudi hili mwana wa Adamu alidhihirishwa ili asivunje kazi za Ibilisi. Kwa nini? Kwa sababu kila atendaye dhambi ni wa nani? Manake nani angepona hapa? Ndio mwana wa Adamu alidhihirishwa asivunje kazi za nani? Manake kama sio mwana wa Yesu kuja hapa, hakuna angeingia mbinguni hata huyu. Sasa unaitwa kumpokea Yesu, utaki, shauri yako. Kama ulivyo afu uone. Yesu alidhihirishwa asivunje kazi za Ibilisi. Maana yake ukimpokea Yesu, dhambi zako zote zinafutwa. Haijalishi ulikuwa na dhambi kiasi gani, haijalishi hata ulitengwa kanisani, haijalishi hata ukikuangalia wanakuona unanuka pombe, unanuka uzinzi, unanuka dhambi. Lakini nataka nikwambia kwamba ukimpata Yesu, anavua ile vazi, anakuvika vazi jeupe, anakuvika vazi la heshima, anakuvika vazi la thamani. Hebu piga kelele, sema amen kwa jina la Yesu. Sema amen kwa jina la Yesu. Mungu atakuvua ile vazi la uzinzi. Walikuwa wanakuita mzinzi, lakini Yesu akivua ile vazi la ukahaba, anakuvalisha vazi la heshima. Kama vile Rahabu alikuwa ni kahaba, watu walimdharau, lakini Rahabu aliandikwa kwenye kitabu cha Biblia, tunamsoma mpaka leo. Kwa hiyo sio kwamba umetenda dhambi, kwamba wewe si wa zamani, bado zamani yako iko pale pale. Ukimpokea Yesu, anafuta aibu, anafuta makosa, anafuta aibu, anafuta makosa, anakusogeza karibu yake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Atavua mavazi yote ambao umevalisha, atayavua, atakuvisha mavazi mapya. Sema amen kwa jina la Yesu. Sema amen kwa jina la Yesu. Yaani ukisema tu uongo mdogo, wewe unavishwa vazi machafu. Bwana Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Mwache tu. Mwache. Njoko. Mwache, kama mtu aje kupigwa hapa na malaika ajichanganye. Wewe sogea, mwache. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yesu asifiwe tena. Kila atendaye dhambi ni wa nani? Ni wa Ibilisi. Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kila anayetenda dhambi ni wa Ibilisi. Haijalishi wewe ni nani, haijalishi dhambi gani umefanya, lakini mwana wa Adamu alidhihirishwa ili asivunje kazi ya Ibilisi. Kwa hiyo kama amedhihirishwa, anasema watu waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Kwa hiyo ukimpokea Yesu leo, unafanyika mtoto wa Mungu na unapewa uwezo. Usipompokea upewe uwezo, baki tu unashangaa. Uwezo ukapewa uwezo. Yesu asifiwe sana. Yesu asifiwe sana. Tunaendelea. Anasema kila mtu aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi, kwa sababu uzao wake wakaa ndani yake, wala hawezi kutenda dhambi kwa sababu amezaliwa kutokana na Mungu. Yaani Mungu akiwa ndani yako huwezi ukatenda dhambi. Mungu akiwa ndani yako huwezi ukafanya chochote kibaya, kwa sababu Bwana atakupa neema. Yesu asifiwe sana. Niangalieni mimi. Yesu atakupa neema. Sema amen kwa jina la Yesu. Yesu atakupa neema. Sema amen kwa jina la Yesu. Nataka nikwambie, ndani yako Yesu akiwa amejaa, hata watu wakuseme wewe ni mbaya, nataka nikwambia hakuna ubaya wote utakaosimama ndani yako. Pigie Yesu makofi mengi. Ongeza tena makofi yako kwa Bwana. Haleluya. Haleluya. Anasema hivi, katika hili watoto wa Mungu ni dhahiri na watoto wa Ibilisi nao. Mtu yeyote mtu yeyote asiyetenda haki hatokani na Mungu, wala yeye asiyempenda ndugu yake. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu uko hapa unachukia ndugu zako, wewe utokani na Mungu. Hata kama unatoa sadaka sana, hata kama kanisani unakuja kila siku, ukimchukia ndugu yako, wewe hutokani na Mungu.
kabisa. Sasa unaja gani kumchukia ndugu zako? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwani tumboni kwa mamako ulikana ndugu yako? Wewe ulitangulia akafuata au alitangulia alafu ndo kafuata? Bwana asifiwe. Si ndio? Bwana Yesu asifiwe sana. Mwache ndugu yako, wewe muombee. Akikusema mabaya yalikuwepo, hata Yesu alisemwa. Yesu asifiwe sana. Pende ndugu yako, tengeneza mambo ya nyumbani kwako. Usiwe mtu ambaye ametokana na watu wa giza, lakini mtu aliyetokana na Mungu hawezi akagombana na ndugu yake. Amemsema vibaya, amekunyang'anya viwanja, amesema watoto wako, ataendelea kusema kwa sababu hata humlipi, lakini anakusemea mambo yako. Hebu mpigie Yesu makofi kwa jina la Yesu. Watu wanaosema maisha yako, acha waseme kwa sababu wanakusemea mambo yako. Sema amen kwa jina la Yesu. Mnamwona mama fulani anaringa sana, anakusemea mambo yako. Sisi unaacha, yani mtu anakosa muda anakaa anasema mambo yako, alafu unakaa unaumia. Unaumia nini? Acha waseme. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe tafuta jina la Bwana kwenye maisha yako. Akisema kwamba wewe hutafanikiwa, Yesu atakuinua juu katika jina la Yesu. Wasipokuona wewe, wataona watoto wako. Wasipomwona mume wako, Mungu atainua watoto wako. Watakupaisha kwa damu ya Yesu. Hata kama leo wanawazarau watoto wako, wanasema watoto wako ni wafuta bangi, wanasema watoto wako hajasoma, yupo Mungu ambaye hata hawa ambao hajasoma anaweza akawainua, anaweza akawainua tena. Pigia Yesu makofi, sema amen kwa jina la Yesu. Watoto wa Mungu ni dhahiri na watoto wa shetani vile vile. Ona mkutano kule kanisa lako, unaenda kuangalia mpira, wewe si mtoto wa shetani au ni wanani? Au niongee kwa nguvu? Ndio hivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ashum babako alisafiri, anakuja nyumbani, alafu unaondoka. Hivi hiyo ni haki? Hiyo ni haki? Sasa afu unasema huyu ni babangu. Ni babako huyo? Babako ni mpira. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi ningetamani mtu mmoja hapa mwenye akili angesema mimi natafuta hela mpaka wa mpira niende nikaangalia huko Barcelona, yani huko Uingereza, ndio niende pale nikae kwenye kiwanja niangalie wa mpira. Huyo ndo mtu mwenye akili. Bwana Yesu asifiwe. Sio umelala na njaa alafu unatafuta 500 unaenda kukaa kwenye vibanda uangalie mpira, lakini umelala na njaa. Nili kijana lizima, lakini hata akili ya kujongeza halina. Bwana Yesu asifiwe. Una miaka 30 na miaka 40, hata mipango ya maisha unakula kwa mama, unakula kwa baba. Wafukuzeni kwa damu ya Yesu. Nakana litoto limezako likubwa na kanalo nyumbani. Fukuza. Bwana asifiwe. Kwani kuku ikikana watoto wakisa kuwa kubwa anakaa nao tena. Anawadonona kimbiza kabisa. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe mfukuze tu nyumbani, akifanikiwa kwa atasema mama litu. Lakini anakuja eti maza sasa hapa vipi? Kuna chakula hapo. Mwambie kula ulipopeleka mboga. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni mtu ana miaka 26 afa anakula kwa mama yake. Wewe endelea kumdekeza, Mungu atakudai. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Yuda 1:9. Yuda 1:9. Tuangalie sasa kisa cha pili, kwamba ukitenda dhambi wewe ni nani. Haijalishi umefanya kazi ya Mungu kiasi gani, haijalishi wewe ni mtumishi wa Mungu kiasi gani, haijalishi unaimba kwaya kiasi gani. Sikiliza tena hapa. Twende tukaangalie story ya Musa. Yuda 1:9 anasemaje? Lakini Mikaeli malaika mkuu aliposhindana na nani? Amjeupata jamani? Yuda. Lakini Mikaeli malaika mkuu aliposhindana na Ibilisi na kuhojiana naye, sema kuhojiana naye, kwa ajili ya mwili wa Musa, sema mwili wa Musa, hakusubutu, sema hakusubutu kumshitaki kwa kumlaumu, bali alisema Bwana na kukemea. Sikiliza mtumishi wa Mungu, elewe. Bwana Yesu asifiwe. Musa alitenda dhambi ya kutenda?
ila dhambi ya Musa si kama ndogo ndogo tu. Bwana asifiwe. Ya hasira tu, yani alitenda dhambi. Tunasema usiposikiliza maelekezo umefanya uasi. Musa aliambiwa afanyaje? Mungu alimwambia Musa afanyaje? Apige mara ngapi? Kwa hasira zake akapiga mara ngapi? Haya, baada ya kufa, sikiliza. Sasa hapa baada ya kufa sasa, Musa amekaa pale, mwili wake uko hapo. Shetani yuko pale. Huyu ni wa kwangu. Huyu ni wa kwangu, anasema huyu ni wa nani? Hajalishi ulimpa sheria, hajalishi alikuwa anapanda mlimani, lakini neno la Bwana linasemaje? Biblia inasema kwamba shetani akaojiana na malaika Mikaeli. Bwana Yesu asifiwe. Alipojiana naye hakumshutumu kwa kumlaumu. Kwa nini? Shetani alishinda kwa hoja. Sema kwa hoja. Hoja yake nini? Imeandikwa, kila atendaye dhambi ni wa nani? Sasa we Mikaeli unakuja kuchukua mwili wa Musa, unataka upeleke wapi? Huyu ni wangu. Mikaeli sasa akitaka kutumia nguvu kwamba yeye ana nguvu amtandike shetani. Shetani anamwambia ukinipiga hata ukiniua, sheria ya Mungu inasemaje? Sheria ya Mungu inafanyaje? Inasemaje? Ni kweli Mikaeli una nguvu. Nilipofukuzwa mbinguni, nguvu zangu za kupigana na wewe zilisha. Kwanza ulinitia jeraha la mauti, wala hatastaki kupigana na wewe. Lakini Mungu anasemaje kwenye neno lake? Sheria ya Mungu inasemaje? Mungu alisemaje? Alafu Mungu anasemaje? Ninalitazama neno langu nifanyaje? Niweze kulitimiza. Haya, anamwambia Mungu, neno lako linasemaje? Kila atendaye dhambi na ibilisi. Musa ametenda, anamuuliza Mikaeli, Musa ametenda kosa hajatenda? Jamaa na namna hawezi kumlaumu, hawezi kumshutumu. Anambia alitenda. Sasa unapigana na neno la Mungu? Hapana. Bwana Yesu asifiwe. Unapingana na sheria ya Mungu? Hapana. Sasa niachie mwili niende nao. Musa akamwambia hivi, Bwana na kukemee. Hebu sema Bwana na kukemee. Maana yake nini? Wa kwanza Yoshua, wa pili huyu. Usitake watatu kuwa wewe. Usitake watatu kuwa wewe. Bwana asifiwe. Nataka nikwambie kina Yesu walifanya kazi ya Bwana. Kina Musa walitenda kazi ya Bwana. Wewe umefanya nini mpaka Mungu akutetee? Yaani ile umekata roho tu. Ngoja nikupe scenario. Siku kaamka. Unajua mtu akifa na kweli. Ukifani, si umelala kitandani hivi. Afu bado unaamka. Ukiamka unashangaa mwili wako umelala kitandani. Wewe sio mimi wewe. Unajua ushakufa. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yaani siku ukiamka ukiona mwili wako chini, unajua umefanyaje? Umeenda. Bwana asifiwe. Ndio ilivyo hivyo, unakataa. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ile siku umekufa, shetani huyo hapa anakubeba kirahisi, tena kuweka hivi, tena anashika sikio analinginiza hivi. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yaani shetani anatusubiria tu tufe. Hebu tubu leo katika jina la Yesu. Musa alikosea tu kosa dogo kwa sababu ya hasira zake. Mungu amemwambia piga moja, akapiga mbili. Mungu amekwambia njoo kanisani, ukasema asije. Tayari shetani anakusubiria ufe. Sasa kama Musa aliambiwa tu piga mara moja, yeye akapiga mara mbili kwa hasira. Wewe umeambiwa nenda kanisani, unasema siendi. Maana yake nini? Tumechoka, tumekasa. Mimi ni mwalimu, kwa watu kichoka tunacheza kidogo. Bwana asifiwe. Leo mpaka kieleweke hapa. Bwana asifiwe. Lazima somo liishe katika jina la Yesu. Bado tu nitaendelea mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Niendelee kuwakaribisha walioko nyumbani na walioko mbali mnaosikia sauti hii. Karibuni kwenye viwanja hivi, bado hujachelewa. Huyo shetani anasema umechelewa, watu watakuonaje? Huyo ni shetani. Jifunze kumwambia shetani wewe ni muongo. Washa hapo, Mungu atubebe hapo mara moja. Hebu natamani tucheze kidogo. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yes, leo ni siku yetu ya mwisho, lazima tujidai hapa. Jitingisha hata kidogo yenu. Naweza kusogea katikati vijana.
Usikubali lazima ucheze. Usikae. Pigie Yesu makofi. Unalala, alafu labda wale wenye nguvu wakaenda shambani, ukaachwa na vitoto kama hivi, alafu mvua ikanyesha, alafu wao wanacheza, unanyeshiwa na mvua pale. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Unacheka, lakini mimi naongea kitu cha maana hapa. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ukiwa na Yesu ndani yako, waweza kusema sasa, Bwana, waweza kumruhusu mtumishi wako aende kwa nini? Aende kwa amani. Bwana Yesu asifiwe.
Bwana Yesu asifiwe. Na aliyeko na Yesu ndani yake, kifo chake ni harusi. Mtoto akizaliwa sisi tunafanyaje? Mtoto akizaliwa sisi tunafanyaje? Akiondoka yeye anafanyaje? Yeye anafanya wewe kuongelea msomali vizuri. Bwana asifiwe. Sikia nikwambie, mtoto akizaliwa tunafanyaje? Yeye analia, sisi tunafanyaje? Alafu yeye akifa sisi tunalia, yeye anafanyaje? Anafurahia kama ametenda mema. Kama hajafurahia, kama ametenda mabaya, ni kilio. Duniani watu wanalia na yeye kule analia. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu anasema, sasa mtumishi unaongelea vitu gani tena hivi? Ni kufa ndio. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani tutakufa. Yaani utakufa tu, hata ukubali ukatae, lazima utakufa. Lakini unakufaje? Unakufaje sasa? Utakufa na uchawi wako? Utakufa na hizo dhambi zako? Ni kweli ukifa tutalia marais mara 3 tu. Tusikudanganye. Walikuwa wananipenda watalii sana, nikakwambia marais. Wakati umekufa tu pale watu wanaanza kulia. Watu wanalia, baadaye wanatulia wote. Uongo kweli? Baadaye watoto wako, yani hata kama ni mtoto wako, na yeye baadaye anazunguka tu hivi, anajidai mnyonge. Baadaye tena muda wa kufanyaje? Wa kuaga. Analia. Anatulia. Tumisha akianza kufanya zile sala zake pale, mchungaji anaelewa. Akianza kufanya sala wote wanatulia. Alafu tena udongo tu. Akimaliza anafanya hivi nyumbani. Paka leo unasahau. Bwana asifiwe. Unabaki mwenyewe, tunakuacha huko. Sisi tunarudi kusauta ubwabwa. Bwana Yesu asifiwe. Ndio hivyo sasa, hata kama unachukia, ndio hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mungu awe pamoja na wewe. Yesu akiingia ndani ya moyo wako, hata ikifika wakati ambapo Mungu anasema sasa, mwanangu rudi, unawaita watoto wako, unawaita wajukuu zako, unasema nalimuona Bwana akiniita kutoka mbinguni, mkae kwa amani, mkae kwa amani, msimwache Bwana. Mimi natasikia ndani yangu kumimina roho yangu. Watoto wangu mkae kwa amani, msimwache Bwana. Yesu asifiwe. Sio unakufa unatoa macho mpaka tunavunja miguu. Hata nachekaga sije kaongea nikapigwa mawe hapa. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Mtu akifa anaona anapoenda. Bwana asifiwe. Unaweza kafa umetoa macho afu miguu iko hivi. Sisi tunachukua maana ivunjike, tunaivunja. Sasa kuona kabisa miguu inavunjwa kabisa, unavunjwa ili ukae vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kuishi ni mpaji, kufa ni faida. Sema amen kwa jina la Yesu. Tukiishi tunaishi kwa sababu ya Kristo. Tukitembea tunatembea kwa ajili ya Kristo. Hata tukifa tunakufa kwa sababu ya Kristo. Stefano akapigwa mawe, akasema Bwana uwasamehe kwa kuwa hawajui walitendalo, usiwahesabie makosa. Alimwona Yesu amesimama mkono wa kuume wa kiti cha enzi. Stefano mtu anapigwa mawe mpaka anakufa. Simbusi unakufa tu umeamka umekufa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiona wangapi tunaogopa kufa? Ukiona unaogopa kufa, mtafute nani? Ukiona unaogopa kufa, mtafute nani? Yes. Kwa sababu ndani ya Kristo tunaishi, tunatembea na kuwa na uhai wetu. Amen. Tuendelee pointi ya pili. Usiogope, maana hakuna atakayesalia, tutakufa. Lakini kuna wale labda utapata neema kipindi cha unyakuo. Mlaki Bwana mawinguni. Kwa usikubali kutenda dhambi, kwa sababu shetani anatusubiria. Shetani alikuwa mwezi Musa. Nisikilize. Shetani alikuwa mwezi Musa kwa namna yoyote ile. Kwa nini? Kwa sababu Musa alikuwa na upako. Bwana asifiwe. Lakini alikuwa na kadhambi kasiri. Sema kadhambi kasiri. Hakukatubia. Shetani alikuwa anasubiria tu siku atakayokufa. Sasa endelea na huo uchawi. Ukizani Mungu anakupendelea. Ukizani
Kwa hiyo uchawi wako unaendelea kusurvive. Usikia neno la Bwana. Shetani anasubiri ufe akuonyeshe yeye ni shetani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu watu wanaofanya mambo ya kishirikina na uchawi wanaona kana kwamba shetani anawafeva, ni mtu mzuri. Ni mtu mzuri. Naelewa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ngoja siku utakufa ndo utaelewa. Utataja wote. Anakuchapa taja. Uliua nani? Niliua mtoto fulani. Niliua na yule. Mimi ndo nilimloga. Unataja wote ndo ufe. Shetani anakulazimisha utaje yule ambaye ulikuwa unamtumikia. Dai na wewe uchawi wako leo tutaukatalia mbali katika jina la Yesu. Nachukia sana wachawi, maana siku yangu nilikuwa napata kipaimara. Likaja likanishika mkono wangu ukauma sana. Sikira nao sana. Sasa tuende kipengele cha pili, mbinu na kanuni ndani ya Biblia jinsi ya kumshinda shetani. Sema jinsi ya kumshinda shetani. Jinsi ya kumshinda shetani. Jambo la kwanza, mpokee na kumwamini na kumkiri Mungu kwa njia ya Yesu Kristo na kumpa nafasi ndani ya moyo wako na nje ya moyo wako. Mbinu ya kwanza ambayo tunaweza kuitumia ili tuweze kumshinda shetani, jambo la kwanza ni kumpokea Yesu. Sema ni kumpokea Yesu. Ni kumpokea Yesu na kumkiri Yesu kwa kinywa chako na kumkiri Yesu ndani ya moyo wako na nje ya nini? Usije ukajidai hapa mimi nampenda Yesu kwa nje, kwa ndani, lakini kwa nje umpendi. Unampenda Yesu kwa nje, kwa ndani unaenda kwa waganga. Kwa nje kanisani, kwa ndani kwa waganga. Bwana Yesu asifiwe. Huwezi kumshinda shetani kwa namna hiyo. Kwa hiyo tutamshinda shetani pale ambapo tutampokea Yesu. Ile kitendo tu cha kumpokea Yesu, tayari huyo Yesu aliyedhihirishwa asivunje kazi ya ibilisi atakutetea hata kama kuna dhambi umeisahau katika jina la Yesu. Kuna watu tuko hapa tumechanjwa chale, hatupo. Huo ni mlango wa shetani. Yaani hapo uchomoki jehanamu lazima uende asipokutetea Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tupo wengi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo pasipo kumpokea Yesu, hizo chale zitasimama kutuzuia. Sitasimama kabisa kutuzuia. Yupo Yesu ambaye atakutetea. Shetani akisema huyu amepigwa chale za kwangu, anasema Bwana na kukemea katika jina la Yesu. Alinipokea siku ya mkutano. Bwana na kukemea. Anasema lakini alienda kwa waganga. Waganga ni wa kwangu. Akachanjwa na chale hizi hapa. 2 kwenye shingo, 2 kwenye mkono, na kwenye mapaja amechanjwa, na kwenye kifua amechanjwa. Yesu anasema ya kwamba Bwana na kukemea. Alinipokea ni wa kwangu, sio mali yako. Shetani anajaribu kubishana kwa hoja kwamba huyu anavya kwangu, kwa hiyo ni wa kwangu. Yesu anasema hapana, huyu sio wa kwako, kwa sababu Bwana na kukemea sasa. Mimi ndo nitakayemhukumu mataifa, mimi ambaye nimekufa kwa ajili yao. Hata kama ana chale, alinipokea siku ile ya mkutano, kwa hiyo ni wa kwangu. Hauna ruhusa na maisha yake. Kuanzia sasa mwachie wa kwako. Jidai usimpokee Yesu, ufe na hizo chale zako, utaona moto. Sijui kama ushakuziombea. Bwana Yesu asifiwe sana. Pokea Yesu uwe salama. La sivyo una usalama wote hata kama unasali. Musa mwenyewe alikuwa anasali vibaya sana. Musa alionana na Mungu. Alikuwa anasikiliza sauti ya Mungu, lakini alipokufa shetani anataka mwili wake. Kwa nini? Aliasi. Alikosea. Je, mimi na wewe? Mungu atakutetea kweli na umemkataa? Mungu atakutetea kweli na umempokea umekataa? Tofautisha kati ya kuokoka miaka ya nyuma na kumpokea. Kumpokea Yesu ni tofauti na unavyofikiria wewe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unawaza nini juu ya Bwana? Acha kuwaza. Mvivu zako acha kuwaza. Mvivu zako acha kuwaza. Bwana Yesu asifiwe sana. Yes. Uko unapowaza sasa, kubali mabadiliko. Kubali nini?
Ni kweli utaingia kwa sababu na shetani. Bwana Yesu asifiwe sana. Aya, kwa mfano umevaa jezi ya Simba alafu unasema wewe ni Yanga. Tunakuelewa? Tunakuelewa? Au mpira hatutaki? Basi mtumie mfano gani sasa hapo? Umevaa kola kama mchungaji alafu unasema wewe sio mchungaji. Tutakuelewa? Tutakuelewa? Hatuwezi kukuelewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Hai, umevaa va shetani alafu unasema wewe ni wa Mungu. Tunakuelewa sisi? Hatukuelewi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Wangapi wako tayari Yesu awabebe katika jina la Yesu? Yesu akakutetea siku ya mwisho katika damu ya Yesu Kristo. Usiogope mama, usiogope kijana. Siku ya leo mpe Yesu maisha yako. Hatujui kesho yetu, lakini ukimpa Yesu maisha yako leo, atakutetea mbele ya shetani, atakutetea katika jina la Yesu. Shetani akiwa anakudai huyu ni wa kwangu, anasema Bwana nakukemea. Amen. Tuendelee mbele hapo kidogo. Somo nzuri sana. Asante Roho Mtakatifu. Haya, twende hapa. Ili uweze kumshinda shetani, pointi namba 1, mpokee Yesu utaweza kumshinda shetani. Kwa nini? Yohana mlango wa 1 mstari wa 11 hadi ule wa 14. Yohana mlango wa 11 mstari, Yohana mlango wa 1 mstari wa 11 mpaka ule wa 14. Neno la Bwana linasema, alikuja kwake wala walio wake hawakumpokea, bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waliaminilo jina lake, waliozaliwa si kwa damu wala si kwa mapenzi ya mwili wala si kwa mapenzi ya mtu, bali kwa Mungu. Naye neno alifanyika mwili akakaa kwetu, nasi tukauona utukufu wake, utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa Baba, amejaa neema na kweli. Bwana Yesu asifiwe. Anasema hivi, alikuja kwake, alikuja kwao, wala walio wake hawakumpokea. Sema walio wake hawakumpokea. Sema kwa kumaanisha, walio wake hawakumpokea. Tuashumu sasa ndio Mungu amekuja kwa ajili yenu. Mungu anakuja kukupitia watumishi wake. Amekuja leo. Takatifu Yohana na Nong'ona nzima kwa ujumla anasema, nilikuja Nong'ona, wala watu wangu walioko Nong'ona hawakunipokea, bali wale wachache walionipokea nimewapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Alikuja kwao, wala walio wake sio ambao sio wake. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, naombeni tuelewe hapa. Tukikutana mbinguni tutaambiana, maana kabla ya kwenda motoni lazima tutakutana sehemu moja, ili kila ulimi ukiri ya kwamba Yesu ni Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Alikuja kwao, wala walio wake hawakumpokea. Walio wa nani? Walio wake. Nani amesema wewe si wa Mungu? Hatujaja kwa watu ambao sio wa Mungu, tumekuja kwa watu wa Mungu ili wampokee Yesu. Alikuja kwao, wala walio wake hawakumpokea, bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Kwa hiyo ukimpokea Yesu anakupa uwezo wa kufanyika mtoto wa Mungu, na ukishakuwa mtoto wa Mungu hakuna wa kukugusa. Sema amen kwa jina la Yesu. Na ukishakuwa mtoto wa Mungu hakuna wa kukugusa katika jina la Yesu. Tofautisha kati ya kuokoka na kumpokea Yesu, mtumishi. Bwana Yesu asifiwe. Nasikia huko ila nikiwaambia mshangilie hapa, hebu mshangilie Yesu. Mmeshashinda na kule. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana.
Mungu anipe neema siku moja kufanya kitu cha tofauti sana, niwafundishe watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani kule wanatoa sauti, yakija kanisani huko, Bwana asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu tupige kelele na si kwamba tupo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Aliyeshinda kifo na mauti, haleluya. Wao wameshinda mpira, sisi tumeshinda mauti, sema amen. Haleluya. Haleluya. Kwa Yesu raha. Bwana Yesu asifiwe. Sisi tunashinda kwa ulimwengu wa roho, sema ulimwengu wa roho. Na ulimwengu wa mwili pia. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya kanisa. Haleluya kanisa. Anasema lazima mpokee. Alikuja kwa mtu fulani, ni wewe. Bwana Yesu asifiwe. Alikuja kwake wale walio wake hawakumpokea, bali wote waliompokea aliwapa uwezo. Kwa hiyo kuna tofauti kati ya kuita jamani ambao hawajaokoka. Okay, inaweza ikawa na maana sawa, lakini mimi nazungumzia kwa habari ya kumpokea Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Ajalishi umeokoka we nani, lakini ukitamani kumpa Yesu maisha yako, akufanye kuwa mtoto, akufanye kuwa mtoto. Na ukiwa mtoto wa Mungu unaomba chochote unachotaka nakupa. Bwana asifiwe watu wa mahali hapa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kanuni, njia ya kwanza kumshinda shetani ni kumpokea Yesu. Ndio maana tukiita watu wa kumpokea Yesu kuna kuwa na ugumu. Niende taonekana sijaokoka muda wote, kwa naimba hadi kwaya, kwa hiyo sijampokea Yesu. Mtu anasikia jamani, anasikia ndani yake msukumo wa kweli. Sasa nitaendaje na mimi ni mzee wa kanisa? Watasema labda mimi ndo mchawi au watasema labda mimi ndo nini? Bwana Yesu asifiwe. Sikia nikwambie, kitendo cha kuchukua hatua tu kuja kwa Bwana, kumpokea, tayari unamshinda shetani. Ndio maana wale wote ambao wanakuja kumpokea Yesu baada ya maombi, Mungu lazima wafungue kama wamefungwa. Bwana Yesu asifiwe. Ili unaweza ukakaa uko na usifunguliwe. Mungu alikuwa na haja na wale wenye haja na yeye. Alimpita hadi Bartimayo kipofu. Pita kabisa. Bartimayo watu ni kupaza sauti, Yesu mwana wa Daudi nirehemu, Yesu nirehemu, Yesu nirehemu, Yesu nirehemu, Yesu nirehemu, Yesu ni mpaka baadaye. Na wanafunzi wa Yesu baadhi wakati mwingine walimwambia, walipoona tu amepitwa wakamwambia nyamaza, Yesu anaja na wewe, nyamaza nyamaza. Yeye akaendelea kuita. Kwa hiyo Mungu wakati mwingine ana haja na yule mwenye haja na yeye. Tumeelewana watumishi wa Mungu? Nafasi leo iko ya mwisho hapa. Unaweza ukashangaa sasa hapo inakuwa ya mwisho, na kumbe wiki ijayo una harusi ya kwenda mbinguni. Shauri yako, enda mbinguni ukiwa na raha. Bwana Yesu asifiwe sana. Sitabiri kwamba kuna mtu atakufa, ila kufa ni faida. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, sema Yesu. Sema Yesu. Yesu. Okoa maisha yangu. Okoa familia yangu. Okoa vijana wa kiume. Okoa vijana wa kike. Okoa taifa letu. Yesu. Yesu ni mzuri sana. Warumi 10 mstari wa 13 na ule wa 14. Warumi 10 mstari wa 13 na ule wa 14. Neno la Mungu linasema, kwa kuwa kila alitajaye jina la Bwana ataokoka. Basi wamuitaje yeye wasiyemwamini? Tena wamwaminije wasipomsikia? Tena wamsikiaje pasipomhubiri? Bwana Yesu asifiwe. Anasema hivi, kwa
pasipo mhubiri? Utamsikiaje pasipo mhubiri? Unamwaminije usiposikia? Unasikiaje asipokuwepo mhubiri? Mhubiri, niko hapa umsikie Yesu katika jina la Yesu. Mimi niko hapa umwelewe Yesu. Niko hapa kwa ajili ya wewe kumsikia Mungu wako, ya kwamba anataka maisha yako, anataka umkabidhi maisha yako, akufanye leo kuwa mtoto wake. Utalitajaje jina la Bwana? Tena wamwaminije? Yesu asifiwe. Anasema kila alitie jina la Bwana ataokoka. Kwa hiyo kila atakayeliita jina la Bwana ataokoka, lakini si kila atakayeita jina la Bwana ataokoka. Kama hujampokea Yesu, huwezi ukaokoka. Bwana Yesu asifiwe. Anasema basi wamhitaji yeye wasiyemwamini? Kuna watu wanaamini kama Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yao, na wapo kanisani kila siku, na wanaimba na kwaya, na wanaomba, na wako kila mahali wapo, lakini hawatamwamini Yesu. Ndio maana unakuta kwenye nyumba zao wamechimbia mairizi, wamefunga mafundo, wengine wanatembea na mairizi, kwa sababu ndani ya mioyo yao hawawezi wakamwamini huyu Yesu, ya kwamba anaweza kuwalinda. Mimi nachukiaga sana nikipita Uswahilini. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mfano hizi nyanda za Dar es Salaam pwani huko, ukikuta vitoto vidogo hapa kamefungiwa lijitu leusi, Bwana asifiwe, na kwenye mkono hapa amefungiwa kitu jeusi. Bwana Yesu asifiwe. Wengine na shingoni, mpaka mtoto watu analemewa, eti analindwa. Alipokuwa tumboni ulimlinda? Miezi 9 uliweza kumlinda? Au nadhani wacheo wanashindwa kukatafunia huko tumboni? Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hujiamini. Unamwamini au uamini kwamba Yesu anaweza kukuokoa? Unaamini katika hili? Ni kweli upo kanisani, lakini kwa waganga kidogo bana. Uko kwa Yesu, lakini kwa wachawi kidogo sana. Sikia neno la Bwana. Kama umeamua kuwa baridi, uwe baridi. Kama umeamua kuwa moto, uwe moto. Ukiwa vuguvugu, Mungu atakutapika kwa jina la Yesu. Natamani kanisa la mahali hapa na Paris nzima na makanisa yote ya mtaa huu wamjue Yesu wa kweli, wamtegemee Bwana peke yake. Hata kama wakitishia uhai wao, watawaambia watu wa kwamba hatuogopi kufa. Hata tukifa tunapokelewa kwa Yesu. Kuishi ni mtaji, kufa ni faida, kwa sababu Bwana amekuja kwenu. Msimkatae, msimkatae leo. Yesu anapoita leo, usije ukamkataa. Usifanye moyo wako kuwa mgumu. Bwana Yesu asifiwe. Usifanye moyo wako kuwa mgumu kijana. Mungu atakufanya wa thamani sana pale ambapo unapomkubali. Kwa kuwa kila alitaje jina la Bwana ataokoka. Basi wamhitaji yeye wasiyemwamini? Tena wamwaminije wasipomsikia? Umekimbilia kwenye mipira, unamsikiaje huyo Mungu? Unamwaminije usipomsikia? Imani huja kwa kufanyaje? Kwa kusikia, na kusikia huja kwa neno la Bwana. Wewe umekimbilia kwenye shughuli zako, umekaa huko, sijui mnafanya nini, umekaa huko. Sikia neno la Bwana huko ulipo. Sogea mahali hapo, bado muda upo, kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Huwezi ukamwamini pasipo kumsikia, na huwezi ukamsikia pasipo mhubiri. Nimesimama mahali hapo, msikie Mungu katika jina la Yesu. Sikie Mungu kwa habari ya ndoa yako, sikie Mungu kwa habari ya kesho yako, sikie Mungu kwa habari ya watoto wako. Mungu yuko tayari kukuinua kama uko tayari kumpokea katika jina la Yesu. Sema amen kwa jina la Yesu. Sema amen kwa jina la Yesu. Ili Mungu akufanye wa thamani, lazima umpokee. Lazima utabaki kama ulivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Leo hii unaweza ukawa binti uko hapa, watu wanakudharau, wanakuonaona tu, wanakudharau, ila Mungu anaweza akakuinua, watu wakakuja kukushangaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haijalishi umesoma, haijalishi hujasoma, ukiamua kuyatoa maisha yako kwa Yesu, lazima Mungu akuheshimishe. Watu
wanaweza wakakuona hakuelewi. Umekaa tu kwa mama yako na babako, uelewi ufanyaje, upo tu. Sikia neno la Bwana leo katika jina la Yesu. Amua kumpokea Yesu, atakupa maisha mazuri katika damu ya Yesu. Hajalishi sura ulio nayo, hajalishi uko kwa namna gani, lakini yupo Mungu anayebadilisha maisha yetu. Sema amen kwa jina la Yesu. Ufunuo Yohana 3:20. Tazama nasimama mlangoni nabisha. Mtu akisikia sauti yangu na kufungua mlango, nitaingia kwake, nami nitakula pamoja naye, naye pamoja nami. Tazama nabisha, nasimama mlangoni nabisha. Mtu akisikia sauti yangu na kufungua mlango, nitaingia kwake, nitakula pamoja naye, na yeye pamoja nami. Kwa hiyo Mungu anachofanya, alazimishi kuingia ndani yako. Amen. Mungu alazimishi kuingia ndani yako. Mungu anakuja kama hivi. Mungu anakujaga kama hivi. Anasema, nasimama mlangoni nabisha, atakaye nifungulia nitaingia kwake, nitakaa pamoja naye, na nitakula pamoja naye, naye pamoja nami. Bwana Yesu asifiwe. Maana yake watu waliokaribisha wachawi nyumbani kwao wanakaa na wachawi, wanakula na wachawi. Watu ambao wamtaki Mungu wanakula na mapepo, wanaishi na mapepo. Hebu leo mpokee Yesu, ule na Bwana, ukae na Bwana. Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Atakaa pamoja na wewe na atakula pamoja na yeye. Maana yake kwa upande wa pili, asiyekuwa na Yesu anakula na mashetani, analala na majini, analala na mashetani. Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Nasimama mlangoni nabisha hodi. Atakaye sikia sauti yangu. Swala ni kusikia, mtumishi wa Mungu. Sikia neno la Bwana. Ufungue moyo wako leo. Umruhusu Yesu aingie kwako. Atakaa pamoja na wewe, atakula pamoja na wewe, na yeye atakula pamoja na wewe utakula pamoja naye. Maana yake siku ukilala na njaa, Yesu na wewe atalala na njaa. Bwana Yesu asifiwe. Ila Yesu wako hawezi akakubali. Unasema maisha ni magumu, lakini Yesu atakuwa pamoja na wewe kwenye huo ugumu wa maisha. Hawezi kukubali mtoto wake uishi kwenye maisha magumu. Hata kama usipokula, Yesu anakuambia usijali, mimi ni njia pasipokuwa na njia. Utajiri na heshima ni vya kwangu. Vumilia kwa leo, kesho utapata kwa jina la Yesu. Pengine mama uko mahali hapa, unadharauliwa, familia yako inaonekana kama jamii ya umaskini. Sikia neno la Bwana. Yupo Mungu katikati ya nyumba yako, ambaye ukimkaribisha leo na kumpokea, atakaa pamoja na wewe. Atakwambia mama usijali, yupo yule mtoto wako wa mwisho, unamjua yule, ninakwenda kumuinua, atakuvalisha vitenge.
Baba mtetezi wetu, umetuma neno lako liponye. Wewe ni Baba mponyaji, wewe ni Baba, wewe ni Baba mengi. Ongeza tena makofi yako kwa Bwana. Endelea tu kupiga tu makofi. Endelea tu kupiga makofi. Mungu ninakutukuza kwa ajili ya watoto wako. Ninaombea mioyo yao. Ninaombea mioyo yao iwe na utayari na maamuzi sahihi. Ninaombea maamuzi yao katika jina la Yesu Kristo. Shetani usipate nafasi kwenye maamuzi ya moyo wao. Waache, wao ni watoto wa Mungu, wana maamuzi juu ya miili yao. Wana uamuzi wa kumchagua Yesu. Wana uamuzi wa kumchagua hata kuwachagulia. Katika jina la Yesu ninaachilia damu ya Yesu kwenye mioyo yao. Ikawe na uchaguzi sahihi wa kumchagua Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Katika damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Wote tuseme amen kwa jina la Yesu. Basi funika macho yako popote ulipo. Naomba niulize swali hili. Ni kweli tumehubiri siku ya kwanza, tumehubiri siku ya pili, na majira haya na nyakati hizi ni dakika zetu za mwisho. Hatuwezi tukarudi hapa siku za karibuni mpaka pale Mungu atakapotutuma. Tuna mikutano mingi sana iko mbele yetu na ratiba zimejaa sana. Tukitoka hapa mwezi wa 6 tutakuwa na sehemu nyingine. Mwezi wa 9 tutakuwa na sehemu nyingine. Kwa kurudi tena hapo nakuta ni wakati mwingine, muda utakuwa umepita sana. Pengine ni time ya wewe ambayo Mungu anakutaka, hatuwezi kujua. Au Mungu ananitaka, hatuwezi kujua. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kupanga ni kufanyaje? Kupanga ni kuchagua. Mungu akasema nimewekea uzima na mauti mbele yenu, ila chagueni uzima. Bwana Yesu asifiwe sana. Sitamani sana umwangalie jirani yako. Kwani ni vijana wangapi ambao tulitamani kuwa nao hapa lakini haikuwezekana? Hivi mnajua kuna siku tulitaka kufanya mkutano hapa, kukatokea msiba. Si mnakumbuka? Tukaahirisha kwa sababu ya msiba. Hatujui mwenzetu alipoenda ni wapi. Huwa tunasemaga ameenda mbinguni. Bwana asifiwe. Ila hatuna uhakika kama amefika mbinguni, si ndio? Bwana Yesu asifiwe sana. Leo mimi na wewe tupo. Mwenzetu naye angetamani awepo. Pengine ana umri mdogo kuliko wa kwako. Kwa hiyo tuna kila sababu. Mungu ametuacha duniani kwa sababu. Haujabaki hapa duniani kwa sababu una uwezo wa kula sana, au wewe una nguvu ya kuweza kuishi. Hakuna ajuae. Sema hakuna ajuae. Hakuna ajuae. Sasa hivi sio kila mtu anayekufa na kufa kwa sababu anaumwa. No. Na sasa hivi sio kila mtu anayekufa ni kwa sababu ya umri mrefu. Nani kasema? Naweza mkafa wote mkamwacha huyo bibi. Mnaosikilizia kwamba atakufa kesho, atakufa, mtakufa nyinyi, mtamwacha. Hakuna mtu anayesema kwamba huyu ndo atatangulia, hayupo. Na hakuna mtu ajuae. Bwana Yesu asifiwe. Natamani ufanye uchaguzi wewe peke yako. Sio kwa kulazimishwa, sio kwa kumwangalia mchungaji, sio kwa kumwangalia katekista, sio kwa kumwangalia sijui mimi ni mzee wa kanisa, sijui mimi ni nani, watanionaje. Ukitaka watu watakuonaje? Dunia nzima itakuona ukiwa unapelekwa jehanamu ya moto. Bwana Yesu asifiwe. Dunia yote pamoja na watoto wako watakuwa na shuhudia yule anaondoka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu tunaondoka peke yetu. Kwani nani angetamani kufa peke yake? Ningesema pengine mimi ningekufa na mke wangu, au mimi ningekufa na mke wangu, ningekufa na mume wangu. Unakufa peke yako. Nilikuwa nampenda sana, amekufa mwenyewe, umebaki mwenyewe. Natamani sana uchukue maamuzi kijana, uchukue maamuzi binti,
uchukue maamuzi. Mama, bibi, shangazi, mjomba, mtu yoyote, chukua maamuzi, chukua maamuzi. Sasa nataka tufanye zoezi moja hapa. Senda naendelee wingi unasema. Nasikia kuitwa. Ngoja kwanza. Naomba sasa Mungu atasema na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Naomba unisikilize kwa makini. Biblia inasemaje? Watasikiaje? Wataaminije wasiposikia? Watasikiaje pasipo mhubiri? Nataka Mungu mwenyewe aliyenituma aseme na wewe ya kwamba nilikuja kwa ajili yako. Usije ukajihesabia haki, mtumishi wa Mungu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Mimi sitarudia. Mkitoka, msipotoka, nimemaliza kazi. Bwana Yesu asifiwe. Sasa utasikia mwenyewe sauti ndani yako inakwambia, mwanangu, njoo mbele. Ukisikia hiyo sauti inakwambia njoo mbele, ukikaidi ni juu yako. Ukisogea, Mungu atakubariki. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Utasikia sauti inakwambia, mwanangu, njoo. Wewe mwenyewe ndio unajua maisha yako. Mimi sijui maisha yako. Sijui ni kitu gani unavifanya binti. Sijui mama unafanya kitu gani. Kusogea hapo mbele hamaanisha kwamba wewe una dhambi sana. No. Pengine Mungu alikupa karama ya kuwa mhubiri, lakini sasa hivi miaka inaenda na hujagundua kama wewe ni mhubiri. Mungu alikuita wewe mwimbaji wa kimataifa, mpaka leo hujagundua kwamba wewe ni mwimbaji wa kimataifa. Bado umekaa hapo. Mungu anakuhitaji usogee, akurudishe kwenye nafasi. Bwana Yesu asifiwe. Mungu tu anatamani umpokee, abadilishe hiyo ndoa yako. Anatamani umpokee, aondoe magonjwa nyumbani kwako. Anasema atakayenipokea, nasimama mlangoni na bisodi, atakayesikia sauti, atakayesikia nini? Sauti. Na kufungua mlango, nitaingia kwake. Mungu atasikiliza sauti ndani ya masikio yako ya kwamba, mwanangu, nenda mbele. Usipotaka kufungua, anakuacha kama ulivyo. Anasema nitakaa pamoja naye, nitakula pamoja naye, naye atakula pamoja nami. Maana yake Yesu ukimchukua hapo ukienda naye nyumbani kwako kwenye huo ugomvi lazima uishe. Yesu ukimchukua hapo mwanafunzi, ukienda naye kwenye masomo yako, unaenda kutoboa katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naomba wote tufunike macho. Kaa katika hali ya rohoni, alafu sikiliza moyo wako. Ukisikia kusogea tu taratibu, sogea mbele. Huo wimbo kisha, ili zoezi tutakuwa tumelimaliza. Sogea tu mwenyewe mbele. Karibu mtumishi wa Bwana. Tasogea tu, vuta, chukua hatua. Wakoma. Ngoja niwaelezee hapa kidogo. Wakoma, kuna watu wakoma mnawajua, kishindo cha wakoma. Si ndio? Wakoma walikaa walishauriana, tukikaa hapa tutakufa. Tukienda mjini tutakufa. Tukiendea jeshi la Washami tutakufa. Wakasema ni bora tuwaendee hao Washami walichukua chakula. Wakituweka hai tutakuwa hai. Wakituua tutakufa tu. Maana hata tukienda kokote tutakufa. Sasa walisema vile, Mungu alisikilizisha kishindo? Hapana. Bwana Yesu asifiwe. Lakini walipochukua hatua ya kusogea mbele, ndipo Mungu akafungua mbingu akaachilia vishindo. Bwana asifiwe. Kwa hiyo hata mimi na wewe unaweza ukabaki hapo. Ni kweli namtaka Yesu moyoni. Yes. Ama kwa ajili ya familia yako. Ripo sana la bakora. Mungu anagusa maisha yako katika damu ya Yesu, katika damu ya Yesu, katika damu ya Yesu. Mungu akuinue katika damu ya Yesu, katika jina la Yesu. Asante Yesu, asante Bwana, asante Yesu kwa kuokoa maisha yao. Asante Bwana kwa kuokoa maisha yao. Unarudi kila asili za kichawi, kila asili za kiganga zinavunjika sasa kwa damu ya mwana-kondoo, kwa damu ya mwana-kondoo, kwa damu ya mwana-kondoo, kwa damu ya mwana-kondoo. Rakata la macho, rekata la basaya manda ya makora, rekata la bandara basende ulekura. Nguvu ya Mungu inatembea juu yao, inawagusa kwa uwezo wako, na nguvu zako zinatembea juu yao. Kila ushirikina na uchawi uliofanyika kwenye maisha yao unaharibiwa sasa kwa damu ya Yesu. Unafunguka sasa, unafunguka sasa. Funguka kwa jina la Yesu, funguka kwa jina la Yesu. Unafunguliwa akili zako, unafunguliwa mawazo yako, unafunguliwa elimu yako inaachiliwa kwa damu ya mwana-kondoo. Unakombolewa na familia yako katika damu ya Yesu, katika damu ya Yesu.
Yesu, katika jina la Yesu. Funguka uwezo, funguka uwezo, funguka uwezo, funguka uwezo. Achia msi. Endelea kuomba, tusinyamaze. Tusinyamaze. Effort is the mighty name of Jesus. I set you free is the mighty name of Jesus. Uwe salama. Uwe salama. Rabu shanda rabakori ya busiki. Asante Yesu, nguvu zako zipite ndani yake. Funguka. Uwe huru sasa. Funguka na uwe huru sasa. Shetani asiye achia maisha yako, achia maisha yako, achia maisha yako, achia haraka, achia haraka. Una mamlaka na maisha yako. Ndio Bwana, nalituma neno lako liweze kutuponya. Neno lako ili lituponye. Neno lako lituponye. Chochote kilichofanyika kwenye maisha yako kinaondoka, kinaharibiwa sasa. Endelea kuomba, tusinyamaze. Endelea kuomba, usinyamaze. Asante Roho Mtakatifu kwa ajili ya maisha dada huyu. Ninaachilia damu ya Yesu ipite sasa. Damu ya Yesu ipite sasa. Kila kilichopita kwenye maisha yako na kilipua kwa moto, na kilipua kwa moto. Kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Ndio. Moja. Rakatalamanto robosaka taya mandara katalaba sekete. Rekatalaba sekete robosaka. Rekatalamandara bakora. Nguvu za Mungu ziwe juu yako na uwe salama katika jina la Yesu. Asante Bwana kwa ajili ya mama huyu. Ninaachilia damu ya Yesu ndani yake. Damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu kuna uzao wake. Damu ya Yesu kuna uzao. Ninaachilia damu ya Yesu kwa mama huyo na kwa uzao wake. Damu ya Yesu itembee. Kila vita inayofanyika kwenye uzao wao, hiyo damu ya Yesu ikafanye vita kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Endelea katika damu ya Yesu uwe huru. Uwe salama, uwe salama, uwe salama, uwe salama kwa damu ya Yesu. Uwe salama kwa damu ya Yesu. Mungu aponye uzao wa tumbo lako kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Mungu akulinde na familia yako kwa damu ya Yesu. Barikiwe kwa damu ya Yesu, lindwe kwa damu ya Yesu. Rakatalamanto, rekatalabaseketerebosa, mandarakatalamanta. Nguvu za Mungu zipite ndani yako. Ufunguke kwa damu ya Yesu, ufunguke kwa damu ya Yesu. Asante Bwana, asante Yesu kwa ajili ya uponyaji wako. Asante Bwana kwa ajili ya uponyaji wako. Wewe ni Alfa na Omega, wewe ni mwanzo na mwisho. Zaidi yako hakuna Mungu. Waponye wa mama hawa pamoja na familia zao na watoto wao kwa damu ya Yesu. Kila ndoa iliyokamatwa na kila familia iliyokamatwa, ninaamuru iachiwe. Roho za giza, nguvu za mapepo, achia maisha yao, achia maisha yao, achia maisha yao, achia maisha yake, achia maisha vitu vya haraka, achia haraka, achia haraka, achia haraka, achia haraka, achia haraka. Nguvu za Mungu zipite ndani yao. Mungu waguse kwa damu ya Yesu. Wabariki kwa damu ya Yesu. Asante Roho Mtakatifu kwa ajili ya uaminifu wako na ukuu wako. Kwa ajili ya watoto wako na uwabariki kwa damu ya Yesu. Asante Yesu.